Hello watu wangu, karibuni tena katika channel hii ya Mtume wa Ajabu. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Watu wangu, leo hii nimeweza kufikishwa paka eneo hii, maana leo ni siku ya mwisho mimi kuweza kukua katika kijiji hichi. Nimeweza kusaidia na Mtume alikuwa anataka niweze kurudi katika madhabahu, niweze kutuma pia mafuta sehemu tofauti, na pia niweze kusaidia watu sehemu mbalimbali. Sasa naweza kufika hapa, nataka Mtume afike ili tuweze kumsikiza na pia nimsikie atakachoniambia. Watu wangu, msisahau kusubscribe. Nataka niwaeleze kitu watu wangu, maana kila kitu kwa hii dunia kina mwanzo na mwisho. Wale wote waliofungwa na nguvu za kichawi, waliofungwa na nguvu za giza, nataka niwaambie hivi kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na Mwenyezi Mungu hapo kwa ajili ya wale waliodharaulika, wale waliochekelewa. Hata kwa Biblia iliandikwa ya kwamba heri wale wanaocheka, maana baadaye watalia. Ndugu zangu, nataka niwaambie hivi kwamba matatizo yenu msiweze kukimbia kwa nguvu za giza, bali fuateni nguvu ya haki ya Mwenyezi Mungu, na ni ya kweli. Wale wote waliokuwa na matatizo aina mbalimbali, mtaweza kunifikia na tutaweza kujua jinsi tutakavyotatua. Maana Mwenyezi Mungu alikuja duniani kuokoa watu, alikuja duniani kukomboa wale wanyonge. Wewe mwenye uko hapo usikufe moyo, maana Mungu anasaidia. Kujaribu kwako ndio Mungu ataweza kukuonea hapo. Heri wale waaminiao pasipo kuona. Watu wangu, kazi ni ya uchungaji wa Mwenyezi Mungu, na nipo kwa sababu nataka niweze kuwasaidia, maana kazi ni ya Mungu. Kazi hii watu wangu nimejitolea kwa moyo wangu, kwa sababu ni kazi iliyoanzwa na wazazi wangu kipindi cha nyuma na mababu. Watu wangu, nitaweza kufikia kila mmoja yule mwenye atataka niweze kumfikia ili aweze kusaidika. Na Mtume yupo mahali popote pale na anaweza kufika. Watu wangu, usikufe moyo na usiweze kuhangaika. Amini kwa Mungu na uweze kuomba. Mwenyezi Mungu yupo na Mwenyezi Mungu anasikia kilio chako. Watu wangu, siku hizi binadamu ni wabaya. Binadamu, wewe unapong'ang'ana kutafuta maisha, wewe unapong'ang'ana kupambana na maisha yako, unataka watoto wako waweze kukua sehemu tofauti, unataka watoto wako waweze kutajirika, unataka watoto wako waweze kuwa na maisha mazuri. Wapo watu wenye wanatumia nguvu za giza, nguvu za kichawi, kuchukua nyota za watoto wa watu wanaweka kwa watoto wao. Tutaweza kuvunja madhabahu ya kichawi kwa jina lake Mwenyezi Mungu, na kupitia Mtume wa Ajabu mtaweza kusaidika. Watu wangu, hii ni siku na ambayo namgoja Mtume aweze kukuja na nipeleke sehemu nyingine niweze kuikomboa. Wale wote walionitafuta nitaweza kuwaombea, wala usikufe moyo, maana pia shetani ako na njia zake. Kipindi wewe unapokea kupata uponyaji wa ukweli, shetani lazima apitie na wewe kukugeuza akili yako ili usiweze kusaidika. Watu wangu, mtu asiweze kukudanganya ukapita kwa njia isiyofaa, maana Mwenyezi Mungu yupo na Mwenyezi Mungu anawapenda. Wewe na shida zako, haijalishi itachukua muda gani, haijalishi itachukua uwezo gani, haijalishi itachukua miaka gani, lakini Mungu halali. Mungu anaona kila mtu na ataweza kufikia kila mtu, na ujui ni siku gani. Jaribu kutafakari ya hili. Hiyo shida yako yenye inakusumbua, hiyo shida yako yenye kwa roho yako, je,
mtume atakapokutokea, utakapopata mafuta mtume wa ajabu, ukiweza kukufikia, shida zako ziishe, furaha gani utarudisha katika moyo wako? Furaha gani utaipata katika furaha yako ukiona mwanga tena imefunguka? Mwenyezi Mungu amechoka na vitendo vya watu, amechoka na madhabihu za kichawi. Ndio maana ameamua kutuma watume wake waweze kusaidia na kukomboa ulimwengu. Watu wangu, wapo vijana wenye wameweza kujiingiza kwa maagano na shirika zisizoweza kufaa, zenye sitaweza kuziweka hadharani, lakini watu wangu ninawaambia, watu hao wameweza kuchukua nyota za wazee, wanazitumia hao vijana ili waweze kujitajirisha. Watu wangu ninawaambia, vyama hivyo havina nguvu tena, maana mtume wa ajabu ni mtu aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu, na ni mtu mwenye ako na nguvu za kuweza kuongea hata na Mwenyezi Mungu. Watu wangu ninawaambia, mtasaidika popote mlipo. Weka imani yako, maana hata shetani anatamani hiyo imani yako. Watu wangu, nataka niwaambie kitu, maana nyinyi mmeniamini na mmenipa kibali cha kuitangaza neno la Mungu. Nitaweza kujitolea na nguvu yangu, kwa sababu mimi bado nipo na nguvu na naweza ifanya kwa muda mrefu. Nitaweza kutembea kila eneo, kila mahali penye mtume atakaotaka niweze kufika, haijalishi hata ni wapi, mimi nitafika. Watu wangu, kama uko na shida na ungependa niweze kukufikia, usiogope. Najua kazi ya Mwenyezi Mungu, na pia mtaweza kuniwia radhi, kwa sababu ninapokuwa kwa kazi ya Mwenyezi Mungu, mimi huwa sizimi simu, bali ninaiweka ikuwe silent ili isiweze kupiga kelele ninapoongea na Mwenyezi Mungu. Watu wangu, ninawaambia, nyote mtaweza kupona, maana nataka niwaibie siri hii. Tunzeni imani zenu, maana imani zenu ndizo zitakazowaponya. Imani zenu ndiyo shetani hata nang'ang'ana kuzichukua aziweke kwake. Usiweze kumwamini shetani, mbali muamini Mwenyezi Mungu. Watu wangu, binadamu ni binadamu tu siku zote. Wapo watu wenye wako na mioyo mizuri, wako watu waliookoka, wanaweza kusaidia hadi wenzao, lakini hao wenzao ndio wanawageuka hao. Watu wangu, ninawaambia, kumbukeni kipindi cha nyuma chenye Yesu aliweza kukua. Alikuja na ujumbe mzuri, ila kuna watu walimtukana na kumpiga mawe na kumjeruhu, ili mradi asiweze kupeleka watu katika mwanga. Ninajua ipo siku nitaweza kuondoka, na nitaweza nami pia kuenda kule penye Mwenyezi Mungu anachukua watu wake. Lakini watu wangu, sitaogopa kupigwa mawe, maana siku zote mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Watu wangu, nitajitolea kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu bila kuogopa chochote, bila kuogopa jambo lolote. Watu wangu, shida ya Mwenyezi Mungu, shida zenye Mungu anatatua, haijalishi haionekani mahospitali, haijalishi imechukua miaka ngapi, haijalishi imechukua kiasi gani ya muda. Ninawaambia, Mwenyezi Mungu hapo leo, milele na milele. Watu wangu, mtaweza kusaidika, na watu wangu, tieni nguvu, jitieni nguvu katika mioyo yenu, maana ninajua ni siku za mwisho, ni nyakati za mwisho, na ninaweza kuambia, weka imani yako kwa Mwenyezi Mungu, omba kila siku kama jinsi unavyokula kila siku, nawe mweke Mungu karibu yako, utaweza kufanikiwa. Watu wangu, shetani anajaribu sana kuchukua imani zenu. Shetani anajaribu sana kuwapotosha.
Shetani anajaribu sana kuchukua imani yako, kutoe katika neno la Mwenyezi Mungu, akikwambia ya kwamba wapo waongo, wapo walaghai. Lakini watu wangu, ninataka niwaambie hivi ya kwamba leo hii mtaweza kukomboleka siku zote milele. Shida yako hiyo, haijalishi uko na miaka 80, haijalishi uko na miaka 40, haijalishi uko na miaka 50, utaweza kusaidika, maana Mungu hawezi kukuacha. Ninataka niwaambie hii watu wangu ya kwamba mtaweza kusaidika na mtaweza kupumzika vizuri. Kwa wale watu wote waliosikiza mtume wa ajabu, wale watu wote wenye wanaweza kumsikiza mtumishi Reagan, ninawaambia ya kwamba utapata moyo, utapata nguvu na utaweza kuamka. Kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu utaamka, utatambulika na furaha yako itarudi. Haijalishi umri umeenda kiasi gani, haijalishi umeweza kupoteza umri kiasi gani, lakini jambo lenye nataka niwaambie, mtaweza kukomboleka na mtaweza kuinuka. Mungu hawezi taka uende upumzike ukiwa na majonzi, maana majonzi yako Mwenyezi Mungu ameweza kuyasikia. Ewe unayenitazama, upo na shida, wengine hata unaogopa kuniambia kwa sababu mimi ni binadamu. Ninakwambia hivi, usiweze kuogopa, maana wapo wengi waliokuwa na wamesaidika. Watu wangu, ninawaambia ya kwamba mtaweza kusaidika. Jipeni moyo watu wangu, jipeni nguvu, maana siku zote Mwenyezi Mungu ataweza kuamka na kuwasaidia. Mwenyezi Mungu yupo kwa sababu yenu. Mwenyezi Mungu yupo kwa wale wenye walidhani ya kwamba hawawezi pona. Nataka niwaambie kwamba mtapona. Watu wangu, ningependa tuweze kufanya maombi ya kumkaribisha mtume siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, mfalme wa mbingu na ardhi, Baba, wewe ndiyo uliyeweza nipa kibali hiki na kuweza kunitunukisha mtume wa ajabu ili niweze kutembea naye moja kwa moja. Mungu, ninakuja na ninaomba leo pia mtume aweze kufika, maana ningependa watu wengi waweze kusaidika. Mwenyezi Mungu, ninaomba ya kwamba unisaidie. Baba, ninaomba uniinue. Baba, ninaomba unipe nguvu ya kupambana na hata wale wanaokuwa wakinipambania mimi kinyume. Mwenyezi Mungu, nisaidie, na ninaomba umkaribishe mtume wako aweze kunena nasi na pia aweze kunena na watu wanaoweza kunitazama. Ni kwa jina lako Mwenyezi Mungu tunaamini na kuomba. Watu wangu, ninaona kama mtume ameweza kufika na ningependa tuweze kusonga ili sote tuweze kupata neno la mtume wa ajabu. Nitasimama na nguvu zake Mwenyezi Mungu, sitamwogopa yeyote, maana nimejitolea kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Watu wangu, ninashukuru sana, maana mimi niko hapa kwa kuwapa moyo, maana hata Mwenyezi Mungu mwenyewe alisema heri wale waaminiao pasipo kuona. Nyinyi mliofadhaika moyo, mlioumia roho zenu, mliohangaika kutafuta uponyaji, mumeng'ang'ana kuzunguka kwa waganga na wachawi ili muweze kupata uponyaji, ninawaambia msifadhaike mioyo yenu tena, maana Mwenyezi Mungu yupo na Mwenyezi Mungu yupo popote. Watu wangu, ninawaambia maombi ni jambo la muhimu na maombi yako na nguvu. Muweze kujitolea kwa nguvu, muweze kuomba. Mtume ameweza kufika. Watu wangu, ninawaambia hivi, wale wote wenye mioyo mtaweza kusaidika, maana mtume wa ajabu yupo kwa sababu yenu. Watu wangu, jipeni moyo na mjipe nguvu, maana nyote mtaweza kupokea uponyaji wake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yupo pamoja nawe, ewe mpendwa. Usikate tamaa, weza kuabudu kila siku, muombe muumba wako kila siku, nawe utaona mafanikio katika maisha yako. Najua ni wengi wenye wapo katika familia
lakini kupitia laana na dhambi zilizofanywa na mababu zao zinaweza kuandama hata uko mzima. Watu wangu, tutaweza kuvunja madhabahu hayo ya familia, madhabahu hayo ya kichawi, madhabahu hayo ya nguvu za giza. Mioyo za mababu za zamani zitaweza kupumzika salama, hazitaweza kuandama familia yako. Watu wangu, mtume wa ajabu ameweza kufika, na ningependa nyote tuweze kumsikiza mtume, maana yupo na nguvu zaidi ya kuweza kusaidia watu wa Mwenyezi Mungu. Mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Maana mimi mtume wa ajabu. Naam. Nimeweza kutoka milimani. Ndiyo. Sababu ya mishoni niliyokupa mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Uliweza kuikamilisha. Ndiyo mtume. Uliweza kuwakomboa. Naam mtume. Watu waliokuwa wanahangaika. Ndiyo mtume. Waliokuwa wamerogwa. Naam mtume. Waliweza kupata uponyaji kwa hicho kijiji mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Ndio maana nimeweza kufika ndani ya huu msitu. Ndiyo mtume. Kwa kuweza kwa kuita. Naam. Kwa kupitia nguvu zangu mtume wa ajabu. Ndiyo mtume. Kuonyesha. Naam. Kuna mishoni nyingine mjukuu wangu. Ndiyo. Nitaweza kukupa. Naam. Kabla ya kukupa mjukuu wangu Reagan. Ndiyo mtume. Kile kijiji ulichokitembelea. Naam. Kile kijiji ulichokitembelea. Ndiyo mtume. Ule mama uliyemponya. Naam. Uliyeponya bwana wake. Ndiyo. Maana. Naam. Mke mwenza. Ndiyo. Aliweza kuenda kwa mganga. Ndiyo mtume. Mganga aliweza kumpa dawa. Naam. Aliweza kuzika ndani ya chupa kivuli chako. Ndiyo mtume. Maana. Naam. Aliweza kuona. Ndiyo. Wewe ndio mkombozi wa hiyo familia. Naam. Utaweza kuinua hiyo familia. Ndiyo. Na kuweza kumponyesha mtoto huyo mama anayefanya kazi ng'ambo sehemu za Saudi Arabia. Naam. Ndio maana aliweza kuendea kwa mganga. Ndiyo mtume. Hata kuweza mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Hataweza kubishana na nguvu zako. Ndiyo mtume. Maana mimi ni mtume wa ajabu. Naam. Mimi ndio ninayepigana. Ndiyo. Vita za haki. Naam. Vita za kidunia. Ndiyo mtume. Yote aliyekuzunguka maisha yako. Naam. Siku ya leo utaweza kufungua. Ndiyo. Ukaweza kutafuta mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Maana mimi mtume wa ajabu. Ndiyo mtume. Utaweza kutuma. Naam. Kando ya bahari. Naam. Maana aliweza kufuga huyo mama. Ndiyo mtume. Aliweza kufunga ndani ya kichupa. Ndiyo. Usiweze kuwatendia watu kazi. Naam. Uweze kuwasahau. Ndiyo. Uweze kusahau kazi ya mtume wa ajabu. Naam mtume. Uweze kukombolewa na malaika mtakatifu. Ndiyo mtume. Maana aliweza kuonekania. Naam. Uweze kuchagua wewe. Ndiyo mtume. Maana kwa kipaji ulicho nacho. Naam. Uweze kuwa mkombozi wa haki. Ndio maana nakutuma. Naam. Ukaende kando ya bahari. Ndiyo. Siku isiyojulikana. Naam. Uweze kufika mahali hapo. Ndiyo. Uweze kufufua. Naam. Kuna chupa iliyofungwa. Ndiyo mtume. Na nguo nyekundu. Naam. Aliweza kuizika. Ndiyo. Na akataja jina lako. Naam. Pastor Reagan. Ndiyo. Pastor Reagan. Naam mtume. Ukaweze kuangamia. Naam. Ukaweze kuangamia. Ndiyo. Usiweze kukumbuka. Naam. Wale wote waliotaka msaidizi wako. Ndiyo. Usiweze kuwasaidia. Naam mtume. Maana siku ya leo. Ndiyo. Utaweza kumvuta mama huyo. Naam. Kwa kitamba changu mimi mtume wa ajabu. Utashukuru mtume. Ndio maana nimeweza kufika. Naam. Kuweza kuvuta kitamba changu. Ndiyo mtume. Mimi nafanya kazi peupe. Naam. Mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Kama kuna mtume yoyote. Ndiyo. Anayetatua kazi. Naam. Katika boma. Ndiyo. Tofauti. Naam. Si milimani pekee. Ndiyo ni mtume. mtume wa ajabu. Naam. Kaweza kutafuta mjukuu wangu Reagan. Ndiyo mtume. Maana nitaweza kutuma. Naam. Uweze kumtembelea. Ndiyo. Dada Catherine. Naam. Tangu ulivyomtembelea. Ndiyo. Saizi bwana wake ana uponyaji. Amen. Bwana wake ana uponyaji. Amen. Maana maombi aliyoyaomba siku ya leo. Naam mtume. Imeweza kufika milimani. Ndiyo. Wanakutakia mema. Naam. Uweze kuishi miaka mingi. Nashukuru. Maana uliweza kuwasaidia. Ndiyo mtume. Saizi familia yao. Naam. Yote imeanza kuonekana. Amen. Ukaweze kuwatembelea. Amen. Kwa kumaliza mishoni ya bahari. Naam. Ukaweze kuwatembelea mjukuu wangu. Ndiyo mtume. Wale wote mliotuma dhabihu. Naam. Na waalika siku ya leo.
Ndio. Usiwe na hofu. Naam. Utaweza kuonekania Ndio. kila mmoja aliyetuma dhabihu Naam. aweze kufunga Ndio. na kuweza kufanya maombi Naam. ya kuita mtume wa ajabu kwake. Naam. Aweze kutafuta mjukuu wangu Reagan. Ndio mtume. Utaweza kuonekana Naam. kwa boma lako. Amen. Yeyote aliyetuma dhabihu Ndio. aliyesahauliwa, Naam. asidhani aliweza kumsahau. Ndio. Mtume wa ajabu, kazi ndio nyingi. Naam mtume. Utaweza kutembelea. Naam. Usidanganywe na mtu. Ndio. Mtume wa ajabu Naam mtume. anafanya kazi za haki. Mjukuu wangu Reagan, Ndio mtume. niko tayari kwa kumvuta huyo mama. Mvute mtume tumuone. Niko tayari kwa kumvuta mama anayetamani uweze kufa, Ndio. uweze kusahau wale wote wanayenyanyasika, Naam. kwa kuweza kuwasaidia. Ndio. Siku ya leo Ndio mtume. atavutwa katika hichi kitambaa. Amen. Nitaweza kumvuta mjukuu wangu Reagan. Mvute mtume. Niko tayari kwa kumvuta huyo mama. Naam. Na mganga wake Ndio. ataweza kuonekana. Naam. Atapotea kichapo cha radi. Ndio Siku mtume. itaifuata. Ndio. Utaweza kumregesha uchawi wote aliyekufanyia. Naam. Usiweze kuwasaidia. Amen. Utaweza kuuregesha. Ndio mtume. Na mvuta mama huyo. Unamuona anavyotembea? Ndio namuona mtume. Unamuona na kuku nyeusi? Namuona mtume. Mwangalia anavyoambiwa maneno na mganga huyo. Mama huyu mtume ndiyo anayejaribu kunitafuta mimi kwa nguvu za giza. Siku ya leo Naam. hataweza kupigana na nguvu za malaika mtakatifu. Ndiyo mtume. Mimi mtume wa ajabu. Naam mtume. Ataweza kushukishia malaika Ndiyo mtume. ndani ya roho yako. Naam. Ataweza kutembea na wewe Ndiyo. katika bomu utakalotembea kufanya kazi ya Mungu. Naam. Hakuna yeyote ataweza kuzuia. Ndiyo mtume. Hakuna yeyote ataweza kuzunguka. Naam. Maana utatembea na uponyaji. Ndiyo. Roho Mtakatifu akona wewe mjukuu wangu Reagan. Amen. Yeyote atayebaki akikuongelea Naam. mdomo wake Ndiyo mtume. utaweza kugeuka. Naam. Na kuingia mahali Ndiyo. pa pepo. Naam. Jahanamu Amen. atakabidhiwa na moto vikali. Ndiyo mtume. Unamuona huyo mama? Namuona mtume. Muona anavyoambiwa na mganga? Ndiyo mtume. Unamuona? Ndiyo mtume. Unaona huyo mganga? Ndiyo mtume, namuona vizuri. Utaweza kuvuta jina lake kwa kumtaja. Naam. Aliweza kuitwa Joshua. Ndiyo Huyo mtume. mganga anaitwa Joshua. Naam. Joshua huyo unayetafuta mjukuu wangu Reagan. Ndiyo. Kwa kazi anayetenda kazi ya Mungu. Naam. Siku ya leo Ndiyo. miungu zako zinaugua. Ndiyo na mtume. ziteketeza. Amen. Ukaweza kumuona. Naam. Nimemuona mtume. Maana mjukuu wangu Reagan, Naam. mama huyo Ndiyo. ataadhibiwa. Ndiyo mtume. Niko hapa kwa kusaidia. Ndiyo. Kuna dada uliyetuma dhabihu Naam. kuweza kuangaliwa familia yako. Ndiyo mtume. Hiyo ni kazi kidogo kwa mtume wa ajabu. Naam. Kwa kupitia mjukuu wangu Reagan, Ndiyo mtume. nitaweza kuonyesha Naam. familia yako Ndiyo. inaendelea Naam. namna gani. Ndiyo mtume. Kuna ndugu uliyetuma dhabihu Naam. iliweza kunifikia milimani kwa Ndiyo. kuweza kuangaziwa Naam. nyota yako, nani anayekuandama, Ndiyo. nitaweza kuangazia. Naam. Kuna dada aliyetuma dhabihu yuko sehemu za Qatar. Naam mtume. Tuma dhabihu maana Ndiyo. mzazi wako ni mgonjwa, Ndiyo. ndugu yako aliumia miguu. Naam. Sikuweza kusahau, Ndiyo mtume. maana kazi nilizokuwa nazo ni nyingi milimani. Naam. Siku ya leo nimeweza kutaja, Ndiyo. ukaweza kurudi katika chaneli hiyo ya mjukuu wangu Reagan. Naam. Utaweza kupata uponyaji. Ndiyo. Na nimerudi kwa kuweza kuwaponyesha. Ndiyo mtume. Uponyaji uko kwangu. Naam. Sijawasahau wote mliotuma dhabihu. Ndiyo. Ukaweza kuanza kupiga simu. Ndiyo Siku mtume. ya leo Naam. ukaweza kusungumuza na mjukuu wangu. Ndiyo. Maana ataweza kuambia Naam. siku nitaweza kuwa live. Naam. Kwa kuweza kuwatabiria. Ndiyo mtume. Mtume haweza akawa live. Ndiyo. Kwa kuweza kwa biashara. Naam. Maana mimi ni mtu unayesaidia. Ndiyo mtume. Sihitaji chochote kutoka kwako. Amen. Ili ni kutoa sadaka yako. Naam. Ya kuweza kutoa dhabihu. Ndiyo. Katika madhabahu yangu ya mtume wa ajabu. Ndiyo Kwa mtume. kuweza kuwaponyesha. Naam. Nyinyi wote mliotuma dhabihu. Amen. Siku ya leo Ndiyo. mtapokea uponyaji. Naam, siku mtume. ya leo Amen. kazi zenyu zitafunguka.
Amen. Na muweze kutafuta mafuta. Amen. Mafuta ya mtume wa ajabu. Ndio. Mkaweze kutafuta mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Mkaweze kutuma dhabihu ya mafuta. Ndio. Iweze kufikia. Naam. Aweze kuweka ndani ya gari. Ndio mtume. Iweze kufikia sehemu uliko. Naam. Ikisha kufikia. Ndio. Hakikisha umempigia simu mjukuu wangu. Naam mtume. Niweze kuandaa maombi milimani. Ndio. Ya kuweza kutakasa hayo mafuta ya mtume wa ajabu. Amen. Ukaweze kufanya chochote utachotamani. Naam. Kwa kuweza kufanyika ndani ya maisha yako. Ndio mtume. Wewe dadu unayenitazama. Naam. Dhabihu ulituma. Ndio. Mjukuu wangu aliweza kuifikisha kwa madhabahu ya mtume wa ajabu. Naam. Usidanganywe na majirani. Ndio. Uliweza kulwa pesa zako. Naam. Pesa zako zinafanyiwa maombi. Naam. Zimeweza kufungwa kwa siku 7. Ndio. Kwa kuweza kuimarisha kazi yako. Ndio mtume. Siku ya leo. Naam. Ukaweza kutafuta mjukuu wangu Reagan. Ndio. Ukaweza kumkumbusha majina zako. Naam. Maana nitaweza kutendea kazi. Ndio mtume. Mimi kama mtume wa ajabu. Naam. Nimeweza kuambia. Ndio. Dada, maana Amen. Mungu ameweza kuonyesha. Ndio mtume. Maisha yako. Naam. Yako tagani sana. Ndio mtume. Unaandamwa. Naam. Weza kutafuta mjukuu wangu Reagan. Naam. Akaweze kupa mafuta. Ndio. Hata uliyetuma dhabihu. Naam. Dhabihu itatosha. Ndio. Ukaweze kupata mafuta. Naam. Dhabihu. Ndio. Kazi ya mtume kuweza kuangalia maisha yako. Naam mtume. Lakini uponyaji utaweza kupata kwa kupitia mafuta yangu. Amen. Si wote nitaweza kuwatembelea. Amen. Si wote nitaweza kuonekania. Amen. Mafuta pekee kikufikia. Naam. Wewe umeweza kupata uponyaji. Amen. Biashara zimefunguka. Ndio. Pesa zinaingia. Naam. Unachotaka kinafanyika. Ndio mtume. Ukaweza kutafuta mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Uliyetuma dhabihu wote. Ndio. Narudi milimani kwa kazi yenu. Naam. Muweze kumkumbusha. Ndio. Ukaweza rudi milimani. Naam majina mtume. zenyu kamili. Ndio ukaweze mtume. kutuma. Naam. Na dhabihu ya mafuta. Ndio. Anayetaka biashara ifunguke. Naam mtume. Anayetaka mambo na shamba. Ndio. Anayetaka kuvuta aliyepotea. Naam. Anayetamani mtume amwonekanie. Amen. Akaweze kutuma dhabihu kuvunja sadaka. Naam. Na kuimarisha imani yake. Ndio. Mafuta akaweze kumfikia. Naam. Siku ya leo. Ndio mtume. Utaweza kuwa live. Naam. Mjukuu wangu ataweza kuambia. Ndio Siku mtume. gani nimeweza kumwambia. Ndio. Maana nikiweza kutaja siku utaweza kuwa live. Naam. Nyinyi nyote. Ndio. Utaweza kuja kwa haraka. Ndio upate mtume. uponyaji. Naam. Maana nguvu zangu zinaniambia. Naam mtume. Siku ya Ijumaa. Ndio. Alhamisi. Ndio. Siku ya Friday. Naam. Maana nitakuwa na nguvu zangu kamili katika milimani. Amen. Utaweza kuingia live. Amen. Katika madhabahu. Kwa kuwasaidia. Wakati mmoja. Naam. Wote mliotuma dhabihu. Ndio muongoje mtume. siku ya Friday. Naam. Mtume wa ajabu ataweza kuwa live. Ndio. Na kuonekana. Na kupendelea kila mtu maisha. Naam. Na nitaweza kuwasaidia. Amen. Uponyaji mtoto aliyetuma dhabihu. Ndio. Narudi milimani. Naam. Ukaweza kuambia. Ndio. Siku ya Friday. Naam. Itaweza kuwa madhabahu yangu. Ndio ya mtume. kutenda kazi. Naam. Itaweza kufufua. Naam. nyota zao. Ndio. Na kuweza kuangalia maisha yao. Ndio. Waliyerogwa watapona. Naam. Dhabihu aliyetoa. Ndio niko mtume. milimani. Ndio. Niweza kuifunga siku 7. Naam. Niko tayari kwa kuondoka mjukuu wangu Reagan. Amen. Niko tayari kwa kuondoka mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Uambie wote. Ndio. Wazidi kuambia majirani na ndugu. Naam. Mtume wa ajabu. Ndio. Siku ya Ijumaa. Naam. Ataweza kuwa live. Ndio. Kwa kuponyesha. Naam. Wewe uliyekuwa na mama ni mgonjwa. Ndio hakikisha umwambie. Naam. Akaweza kupiga hiyo namba anayoiona mjukuu wangu Reagan. Ndio. Ataweza kupata uponyaji. Amen. Naondoka mjukuu wangu Reagan. Naam mtume. Naondoka. Watu wangu, sote tumeweza kupata neno kutoka kwa mtume wa ajabu, na ninawahakikishia kwamba mtume ni mtu wa haki na ataweza kutimiza yote. Watu wangu, tumeweza kushukuru sana, maana mimi naweza kuaga kijiji hichi na kuweza kuondoka. Ninashukuru nyote wa kijiji hichi na ninaacha baraka kwao wote. Mungu awalinde, Mungu atakase kijiji.